Is that oh, kumbe tumeanza kurekodi. Okay. Mambo vipi internet, karibu Maxtech TV. TV show ambayo inafuata misingi na taratibu za kidemokrasia. Hebu cheki, hivi karibuni tuliweka poll, watu wapige kula, wanataka kuona video gani kabla ya tarehe 29. Kama unavyojua hapa Maxtech kuna vipolo vingi sana, yani zile video ambazo tujazimalizia. Kwa hiyo ile poll ilikuwa inasema kwamba kama unataka hizi video ambazo tujazimalizia uzione kabla ya tarehe 29, yani kabla huu mwezi wa Oktoba hujaisha, zipigie kula. Au kama unataka video mpya kabisa na yenyewe unaweza kaipigia kula, yani story mpya kabisa ambayo sijawahi kuiongelea hapa Maxtech. Sasa watu wengi karibia 50% wamepigia kula kwamba wanataka story mpya kabisa. Na niseme tu hapa Maxtech tuna tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo hizi kula zako zimehesabiwa vizuri kabisa na hakuna shida yoyote ile iliyotokea. Kwa hiyo haya ndo matokeo. Lakini tunajua democracy siku zote is the rule of majority with respect to minority. Kwa hiyo lazima tuwaheshimu wale watu ambao wamepiga kula chache sana kwenye hizi video zingine. Yani vile vipolo kwa na venyewe utakuja kuvitolea video, japokuwa sio huu mwezi, utakuwa ni mwezi mwingine, mwezi wa Novemba au mwezi wa 12, video zake zitakuwepo. Kwa hiyo usiache kusubscribe kwenye channel yetu ya Maxtech TV ili uwe wa kwanza kuzipata hizi video. Alafu story mtaani ni kwamba watu ambao wamesubscribe kwenye channel ya Maxtech TV ni watu ambao wana akili kubwa sana. Sasa ukitaka kujiunga na watu wenye akili kubwa sana, wewe subscribe Maxtech TV na utapata maarifa ya kutosha. Sasa hebu tuache kuongeongea, twende kwenye story yetu leo. Karibu Maxtech TV. Okay, sasa hivi karibuni story kubwa iliyokuwa inasumbua mtandaoni ni kwamba NASA wamegundua sayari ya Mars. Huenda maisha yalikuwepo zamani sana. Hapa tunamaanisha miaka bilioni 3 iliyopita. Kwa ni zamani sana. Na evidence waliotoa ya hiki kitu ni hii hapa unayoiona hapa. Okay, kama uoni vizuri ni hivyo vidoti vyeusi, ni vidogo vidogo kweli. Na vina diameter kama milimita 1 na kushuka chini, kwa hiyo ni vidogo sana. Hapa kitu unachokiona ni picha ambayo imekuwa zoomed, yani ni picha ambayo ilipigwa na imezoomiwa sana ili kuweza kuona features ambazo zipo kwenye mwamba. Na hivi vidoti ambavyo vipo kwenye mwamba vimepewa majina tofauti tofauti. Kuna vipo ambavyo vinaitwa poppy seed na vingine vinaitwa leopard spot. Okay, najua najiuliza tumefikaje Mars, tumeweza kupiga picha hadi kuvipa hivi vidude majina. Hivi vidude vinamaanisha nini? Na NASA wamewezaje kupiga hii picha? Sababu hii ni picha ambayo haijapigwa na satellite, imepigwa na mpiga picha ambao yupo kwenye sayari ya Mars. Nini kinaendelea hapa? Sasa kama utakuwa unafuatilia Maxtech TV, utakuwa unajua mwaka 2020 NASA walituma rover au robot kwa jina la Perseverance kwenye sayari ya Mars kwa ajili ya kufanya utafiti kwenye hii sayari ambayo ipo karibu yetu. Hii sayari ya Mars ipo karibu na dunia, ikitoka dunia inafuata Mars. Sasa lengo lilikuwa ni kugundua je, ni kweli hii sayari ya Mars zamani ilikuwa ina maisha, sababu tunajua dunia yetu japokuwa sasa hivi na miaka karibia bilioni 4, tangia miaka bilioni 3 iliyopita maisha yalikuwepo. Japokuwa maisha yaliyokuwepo duniani sio kama haya ambayo yapo sasa hivi. Yani sio wanyama, sio miti wala samaki ambao walikuwepo miaka bilioni 3 iliyopita. Maisha pekee yaliyokuwepo duniani ni yale ambayo yanaitwa simple life, yani maisha simple. Kwa mfano bakteria, yani vitu ambavyo vina seli moja tu. Sasa wanasayansi wa NASA kitu walichokuwa wanajiuliza, je, kama miaka bilioni 3 iliyopita kungekuwa kuna sayari ambayo inafanana na dunia, maisha na yenyewe yangekuwepo hapo au yangekuwa yameshaanza kutokea? Sasa ni sayari gani kwenye solar system yetu miaka bilioni 3 iliyopita ilikuwa inafanana na dunia ilivyo sasa hivi? Ni sayari ya Mars. Sasa unaweza ukaniuliza, Max, ni nani huyo alikuwepo miaka bilioni 3 iliyopita akaweza kufananisha sayari ya Mars na dunia? Alafu hebu ione Mars sasa hivi jinsi ilivyo. Hii kweli ni sayari ambayo inafanana na dunia hata kidogo? Mbona kama tofauti yake ni kubwa sana? Okay, kitu kinachotufanya tuamini kwamba Mars zamani ilikuwa inafanana na dunia ni haya mashimo makubwa kweli pamoja na mitaro ambayo ipo kwenye hii sayari. Na njia pekee ya kueleza kwa nini hii sayari iko hivi ni kama maji yalikuwepo. Sababu hivi ndio dunia yetu itakavyokuwa kama maji yote yakikauka, yani maji kwenye mito, maziwa, bahari, yote yakikauka, hivi ndivyo dunia yetu itakavyoonekana. Kwa hiyo ndio maana tunasema
huenda miaka ya zamani Mars ilikuwa inafanana na dunia kabisa, maji yalikuwepo na vitu vingine vingi ambavyo vinaifanya dunia jinsi ilivyo sasa hivi vyote vilikuwepo Mars. Kwa hiyo hii sayari ya Mars miaka bilioni 3 iliyopita, maji yalikuwepo, maziwa yalikuwepo, mito ambayo inapeleka maji kwenye maziwa ilikuwepo kama kawaida. Hiki ni kitu ambacho leo tunakishuhudia hapa duniani, na hata miaka bilioni 3 iliyopita maji yalikuwepo. Ndiyo maana maisha hata hapa duniani yalikuwepo miaka bilioni 3 iliyopita, na ndiyo maana tunasema huenda miaka bilioni 3 iliyopita sayari ya Mars na yenyewe ilikuwa inaweza kuwa na hali ya kusapoti maisha, sababu maji yalikuwepo, na sehemu ambapo kuna maji kuna chansi kubwa hapa duniani maisha yalikuwepo. Kwa hiyo ndivyo hivyo wanaamini hata Mars, sehemu ambayo ilikuwa kwenye position nzuri kwenye solar system yetu, haiko karibu sana na jua, haiko mbali sana na jua, ni sehemu ambapo kama dunia yetu ilipo tunapaita habitable zone au Goldilocks zone, sehemu ambapo maisha yanaweza kuhimili na kuishi vizuri kabisa. Kwa hiyo ndio maana tunasema Mars ilikuwa kama dunia miaka ya nyuma. Okay, najua tena utaniuliza swali lingine, Max, sayari inawezaje kupoteza maji yake yote? Just imagine, mito yote ya duniani, maziwa pamoja na bahari yakauke kabisa. Ni kitu gani ambacho nadhani kinaweza kufanya hii hali kutokea? Sasa kwenye sayari ya Mars, sababu ya kwa nini hiki kitu kilitokea, yani maji yote kwenye sayari kukauka, haijulikani exactly ni nini. Lakini kitu tunachojua ni kwamba hiki kitu baada ya kutokea kilifanya ile core ya ndani kabisa hii sayari kuacha kuzunguka. Sasa wote tunajua hasara au madhara yatakayotokea baada ya core ile ya katikati ya dunia kabisa, au kile kiini cha katikati ya dunia kuacha kuzunguka. Okay, kwa mfano tuchukulie dunia yetu. Tunajua dunia yetu ina core ambayo imetengenezwa na chuma pamoja na madini mengine mazito sana, ambayo haya madini yalizama katikati kabisa ya dunia yetu baada ya dunia nzima kuwa ni lava tu, yani ni volcano ilikuwa inalipuka. Kwa hiyo duniani kulikuwa hakuna udongo wala mawe. Kwa muda mrefu ilikuwa ni lava tu ndio inazunguka duniani kwenye uso wa dunia. Kwa hiyo yale madini mazito kama chuma pamoja na uranium mengi yalizama katikati ya dunia. Sasa baada ya dunia kuanza kuganda na kuanza kupungua joto lake, pressure ambayo ipo katikati ya dunia ilianza kuongezeka pamoja na joto, sababu huko ndo joto lilipokuwa laenda. Kwa hiyo joto liongezeka sana na kufanya pressure iongezeke kweli humo ndani. Sasa baada ya pressure na joto kuanza kuongezeka humo ndani, inamaanisha kwamba ile core ambayo imetengenezwa na chuma ikaanza kuzunguka. Sasa inamaanisha nini? Baada ya iko kuanza kuzunguka, ikaanza kufanya kazi kama generator, ikaanza kuzalisha umeme. Sasa tumesoma sekondari au shuleni kwamba sehemu yoyote ile ambapo kuna umeme inamaanisha kwamba usumaku na wenyewe unakuwepo. Sasa baada ya core ya dunia yetu kuanza kuzunguka, inamaanisha kwamba ilianza kutengeneza usumaku ambao ulizunguka dunia nzima. Na usumaku una kazi kubwa sana kutulinda hapa duniani, sababu usumaku kazi yake ni kuzuia ile mionzi mikali kweli kutoka kwenye jua kutufikia hapa duniani. Yani ile mionzi mikali ambayo inatoka kwenye jua ikija duniani inakusanywa na ule usumaku wote kwenye pole mbili za dunia, North Pole pamoja na South Pole. Ndio maana ukienda North Pole huo unakuta kuna mianga fulani hivi inacheza mianga fulani hivi ya kijani, sometimes inakuwa ya blue, inaitwa aurora au northern light. Lakini pia ukienda South Pole na penyewe pia kuna aurora borealis, kuna aurora borealis na aurora australis. Okay, sikumbuki vizuri, lakini na yenyewe inaitwa southern light. Ile mianga ukiona unaweza ukasema huu ndio uchawi wenyewe, lakini hapana, ule sio uchawi. Huo ni usumaku wa duniani ukiwa na excite zile electron ambazo zinatoka kwenye jua, yani zile particle ambazo zinakuwa na nguvu kweli, zikija zinataka kutuzuru sisi, lakini ule usumaku unazikusanya hizi particle zote na kuzipeleka kwenye North Pole pamoja na South Pole. Ndio maana unaona mianga fulani hivi inatokea, yani hizi electron zimekuwa excited. Okay, process ya sayansi. Process ya sayansi ambayo inaelezea hii phenomena ni ndefu sana, na kwa muda mrefu binadamu walikuwa waelewi kwa nini inakuwa hivi, kwa nini huu mwanga unatokea hivi. Lakini tulivyokuja kuelewa, mambo yalikuwa vizuri sana. Kitu cha kujua hapa ni kwamba sayari huwa zina core na iko inazunguka, inazalisha umeme, na umeme unatengeneza usumaku ambao usumaku ndio unalinda sayari dhidi ya mionzi mikali inayotoka kwenye jua. Sasa hii ndo sababu kwa nini sayari yetu ya dunia ina anga, ina atmosphere, ina maji na viumbe hai. Hivi vitu vyote visingekuwepo kama usumaku usingekuwepo.
Sasa kwenye sayari ya Mars vitu ni tofauti, sababu ile core ambayo inatakiwa kuzunguka na kutengeneza usumaku wa kuilinda hii sayari iliacha kuzunguka muda mrefu kweli, na kitu kilichoifanya hii core iache kuzunguka hakijulikani, lakini kuna theory ambazo zinajaribu kuelezea ni kitu gani hasa kimetokea. Kuna theory moja ambayo mimi mwenyewe huwa naikubali sana, inasema kwamba kuna asteroid lilikuja likaipiga hii sayari ya Mars, na ili asteroid likaingia hadi ndani kabisa na kuifanya ile core iache kuzunguka. Yaani hili asteroid lilifanikiwa kuisogeza hii core kutoka katikati ya hii sayari ya Mars, kwa inamaanisha kwamba ile pressure au mkandamizo pamoja na joto ambalo liko natakiwa kuifanya hii core iendelee kuzunguka haikuwepo tena. Na kuna evidence wanaonyesha kabisa kuprove hii theory ni kwamba ukiangalia Mars kuna sehemu fulani hivi ni peusi sana. Wanasema hapo ndipo asteroid lilikuja na kuanguka na kuingia kabisa katikati ya hii planet. Alafu kitu kingine ni kwamba Mars ni ndogo ukilinganisha na sayari yetu, kwa hiyo ndio maana asteroid lilikuwa na madhara makubwa sana kwenye hii sayari ya Mars. Wakati huku duniani tunajua kwamba asteroid huwa zinakuja na kuanguka. Kwa mfano kuna kipindi fulani asteroid ilikuja na kuanguka duniani, matokeo yake liliua viumbe hai karibia wote ambao walikuwepo duniani. Kitu kama 99% hivi ya viumbe hai walikufa kwenye hii extinction. Nadhani nishaielezea hii topic kwenye video yangu kuhusiana na haya ma-asteroid, unaweza ukaicheki, ni amazing sana. Lakini kwa kuwa dunia yetu ni kubwa kidogo, inamaanisha kwamba hili asteroid halikuweza kufika kwenye core ya dunia na kuifanya core yetu iache kuzunguka. Kwa hiyo, tuliponea chupu chupu. Okay, turudi Mars. Sasa ile core ya Mars ilivyoshindwa kuzunguka, inamaanisha kwamba hii sayari ilipoteza usumaku wake. Sasa ile mionzi mikali ya kutoka kwenye jua ilianza kuiunguza hii sayari na kuifanya atmosphere nzima ya Mars au anga zima la Mars kuyeyuka na kuenda space au anga za mbali, yani kupotea kabisa. Sasa unajua madhara ya anga kupotea kwenye sayari yako ni kwamba anga kazi yake huwa ni kutrap yale maji. Kwa mfano jua likiwaka hapa duniani, maji huwa yana evaporate na kwenda angani. Sasa haya maji yanashikiliwa huko na anga, na baada ya muda mvua inanyesha. Sasa anga lote la duniani likiondoka, inamaanisha kwamba haya maji yatakuwa na evaporate tu na kwenda anga za mbali, hayatarudi tena, sababu hakutakuwa kuna mvua ya kunyesha tena kurudisha haya maji kwenye mito pamoja na maziwa au hata baharini. Sasa hiki ndio kitu kilichotokea Mars. Baada ya sayari ya Mars kupoteza anga lake, inamaanisha kwamba maji na yenyewe yakaanza kuevaporate mdogo mdogo na mwisho yakaisha kabisa. Kwa hiyo sayari ya Mars ndio mpaka sasa hivi ndio ilivyo. Okay, na sababu nyingine kwa nini Mars imekuwa hivi inatoka kwenye hiki chombo cha NASA ambacho kinaitwa InSight, na hiki chombo kilitua Mars mwaka 2018, na lengo lake kuu la hiki chombo ilikuwa ni kufanya utafiti kuhusu core ya hii sayari ya Mars. Sasa hiki chombo cha InSight kiliwezaje kufanya utafiti wakati hakiwezi kuchimba kwenye hii sayari ya Mars na kuiona hii core ya Mars ikoje ndani yake? Hiki chombo kilikuwa kinatumia kifaa kinaitwa seismometer. Okay, kama unajua seismometer hapa duniani huwa inatumika kupima matetemeko yanayotokea hapa duniani. Kama ushasikia hapa duniani wanasema kwamba hili tetemeko lina magnitude ya 5.5 labda 7.5 magnitude earthquake. Hiki ndio kifaa ambacho kinatumika kupima haya matetemeko na kugundua kwamba haya matetemeko yana ukubwa kiasi gani. Sasa hiki ndio kifaa ambacho hiki chombo cha InSight kilienda nacho Mars kwa ajili ya kupima matetemeko ambayo yanatokea Mars. Sasa hiki kifaa ambacho kiliwekwa kwenye ardhi ya Mars kwa kutumia mkono wa roboti, alafu baadaye kikafunikwa na kitu fulani hivi ili kuzuia ule upepo wa Mars usikichanganye hiki kifaa. Kumbuka hiki kifaa kilikuwa kiko sensitive sana, yani kilikuwa kinaweza kukasense hata ule upepo wa Mars na kudhania labda upepo ni matetemeko ambayo yanatokea Mars. Hiki kifaa kilikuwa kiko sensitive sana, kwa hiyo ndio maana kilifunikwa na chombo kingine ili kuzuia ule upepo wa Mars usiweze kukitikisa hiki kifaa na kusoma kama ni tetemeko ambalo limetokea Mars. Sasa hili hapa ndo tetemeko la kwanza kabisa ambacho hiki chombo cha InSight kiliweza kulisense. Hebu sikia. Na hapo hili tetemeko limekuwa amplified tu kwa sababu binadamu huwezi ukasikia hili tetemeko. Ni tetemeko dogo kweli ambalo lilitokea Mars. Lakini ili kuwafanya binadamu waweze kuelewa kwamba kuna kitu kimetokea hapa, ndio maana hii frequency iliweza kupandishwa juu. Kwa hiyo
Sasa hiki chombo kilipoanza kufanya kazi hadi kufikia miaka 2 kilikuwa kimeweza kudetect matetemeko karibia 500 kwenye sayari ya Mars. Sasa najua unajiuliza, Max, sayari ya Mars si huwa haina ile tectonic plate kama zile ambazo zipo kwenye sayari yetu ya dunia hapa? Yani kila bara huwa linakuwa na tectonic plate yake, na hizi tectonic plate zikiwa zikikutana au zikigongana ndio zinatengeneza matetemeko kwenye sayari yetu ya dunia. Sasa Mars haina tectonic plate. Je, haya matetemeko yanatokeaje Mars? Okay, Mars haina tectonic plate lakini ina volcano. Mars volcano huwa zinalipuka. Sasa na hizi volcano zikiwa zinalipuka ndio zinatengeneza haya matetemeko. Sasa haya matetemeko yanakuja na mawimbi mbalimbali. Kuna matetemeko yanasafiri kwenye hii sayari ya Mars kwa mawimbi yanaitwa P-wave, lakini pia kuna matetemeko mengine ambayo yanasafiri kwenye hii sayari ya Mars kwa mawimbi yanaitwa S-wave. Na haya mawimbi yanasafiri hadi katikati kabisa hii sayari ya Mars. Sasa hiki chombo cha InSight kitu ambacho kinafanya ni kuangalia tofauti ya muda ambao haya matetemeko au haya mawimbi ya matetemeko yanatumia kusafiri. Na kitu kingine ambacho InSight inafanya ni kujaribu kusikiliza haya mawimbi yanavyodunda kwenye miamba mbalimbali na kutengeneza echo. Kama unavyojua sauti, mawimbi ni sauti, si ndio? Sasa ukienda labda kwenye pango au sehemu ambapo hakuna vitu na ukashauti, na maisha kwamba ile sauti itaenda itadunda kwenye sehemu mbalimbali na kukurudia wewe, utasikia echo. Hiki ndio kitu ambacho InSight inajaribu kusikiliza. Sasa hizi data zote zitatuambia ndani ya Mars kuna nini na imetengenezwaje haswa. Okay, hizi data zinatuambia vitu vingi kweli kuhusu Mars. Crust yake ikoje? Je, ina manto au haina? Yani vitu vingi sana, lakini kitu pekee ambacho tunatakiwa kuconcentrate sisi ni kwenye hiyo core ya Mars. Hiyo core ya Mars ina ukubwa gani haswa, lakini pia imetengenezwa na nini? Wanasayansi walikuwa naamini kwamba hii core ya Mars itakuwa ina size ndogo kweli kulingana na size ya planet yenyewe au Mars. Lakini kumbe hii core ya Mars ni kubwa kweli. Ina ukubwa wa radius hadi kilomita 1830. Lakini cha ajabu ni kwamba japokuwa hii core ni kubwa sana, lakini sio nzito kama core ya duniani. Sababu core ya duniani yenyewe kwa asilimia kubwa imetengenezwa na zile element ambazo ni nzito kweli, element kama chuma pamoja na nickel. Lakini core ya Mars ni nyepesi. Sasa hii inatuambia nini? Hii inatuambia kwamba hii core ya Mars haijatengenezwa kwa asilimia kubwa na madini au element kama ile core ya duniani. Yani kwa kiasi kikubwa hii core ya Mars haijatengenezwa na yale madini mazito kama chuma na nickel ambao yapo kwenye hii core ya duniani. Ni kwa kiasi kidogo kweli ambacho hizi element nzito ndo zipo kwenye hii core ya Mars. Kwa asilimia kubwa hii core ya Mars imetengenezwa na element zingine ambazo ni nyepesi kweli, element kama carbon, sulfur, oxygen pamoja na hydrogen. Sasa unaweza ukajiuliza, kama hizi element ni nyepesi, zimewezaje kufika katikati ya Mars? Tunajua core ya dunia yetu iliweza kujitengeneza sababu hizi element zilikuwa nzito, kwa hiyo ziliweza kuzama ndani kabisa ya sayari yetu ya dunia na kutengeneza core. Yani zilikuwa na density kubwa kuliko madini mengine, kwa hiyo ndio maana ziliweza kuzama katikati ya dunia yetu. Sasa Mars, element ambazo zina density ndogo ziliwezaje kufika katikati ya Mars? Okay, tunaamini kwamba Mars kipindi kile ilivyokuwa inajitengeneza, kiasi kikubwa cha element ambazo zilikuwepo ni hizi nyepesi. Kwa hiyo ndio maana zilianza kujikusanya katikati kabla ya crust au vitu vingine ambavyo vinaitengeneza Mars havijaanza kujikusanya pamoja. Kwa hiyo ndio maana Mars ilijikuta na element nyepesi kweli zikiwa zipo katikati. Alafu zile element nzito kama iron pamoja na nickel ndipo zilianza kuzama baada ya sayari ya Mars kujitengeneza karibia yote. Kwa hiyo ndio maana hizi concentration yake ilikuwa ndogo kilinganisha na zile light element kama hizi carbon, hydrogen, lakini pia na sulfur. Sasa kipindi kile Mars ilivyokuwa ndogo kweli, ilikuwa inaweza ikatengeneza pressure lakini pia joto ambalo lilikuwa linaweza kufanya hii iron pamoja na nickel ianze kuzunguka na kuzalisha umeme, lakini pia kitu cha muhimu, kuzalisha usumaku ambao ulikuwa unaweza kuzunguka hii sayari nzima na kuilinda hii sayari hadi kupata atmosphere, lakini pia kupata maji na vitu vingine ambao tunadhani vilikuwepo Mars. Lakini kwa kuwa haya madini mepesi kwa asilimia kubwa ndio alikuwa anatengeneza hii core ya Mars, madini kama sulfur, hydrogen pamoja na oxygen yaliweza kuongeza freezing point ya hii core ya Mars. Yani kuifanya hii core ya Mars iweze kuganda haraka haraka. Mfano mzuri ni kama wewe ukiwa unataka kuyeyusha chuma, hauwezi ukaenda kuyeyusha chuma moja kwa moja direct. Itakutumia
joto kubwa sana ndo uweze kuyeyusha chuma, lakini ukiongeza impurity, yani vitu vingine ndani ya hiki chuma, inamaanisha kitakuwa rahisi kuweza kuyeyuka. Na hiki ndio kitu ambacho kinatokea hapa. Baada ya impurity nyingi au element nyingi kuwepo kwenye hii core ya Mars, inamaanisha kwamba hii core ya Mars ilikuwa ni rahisi kweli kuweza kuganda haraka, yani kuongeza ile freezing point na kuifanya iwe ndogo kweli. Sasa sayari nzima ya Mars ilipoanza kukul, hapo ndipo hii core yenyewe ikaganda kabisa, yani kwa asilimia kubwa core ya Mars ikaganda na zile lava ambazo zilikuwa zinatengenezwa na iron pamoja na nickel na zenyewe zikaganda kabisa, hivyo kuifanya ile dynamo effect ambayo ilikuwa inatokea kwenye hii sayari ya Mars ambayo ilikuwa inazalisha umeme, lakini pia kutengeneza usumaku wa Mars kutoweka kabisa. Okay, japokuwa mpaka sasa hivi bado kuna usumaku kidogo unaonekana kwenye hii sayari ya Mars, lakini huu unatokana na size ndogo ya core ya Mars ambayo haijaganda bado, lakini kwa asilimia kubwa ya core ya Mars imeganda. Sasa unaweza ukajiuliza kwa nini core ya dunia yetu bado haijaganda? Core ya dunia yetu kama nilivyosema ni asilimia ndogo kweli ya hizi element nyepesi ndo zipo kwenye hii core ya dunia yetu. Kwa hiyo ndio maana freezing point yake bado ni kubwa kweli na bado haijafikiwa. Lakini core ya dunia yetu mpaka sasa hivi na yenyewe inaganda mdogo mdogo, lakini sema itachukua miaka mingi kweli hadi kufikia level au stage ya kama core ya Mars. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni kesi ya vizazi vingine vijavyo, miaka labda bilioni 2 au bilioni 3 ijayo. Sijaangalia exactly ni miaka gani itachukua hadi core ya dunia yetu kuganda kabisa. Sasa kulingana na tafiti mbalimbali ambazo zimefanywa na wanasayansi kuhusiana na ukubwa hii sayari ya Mars kwa kuangalia miamba, lakini pia tunajua miamba ya Mars sometimes huwa inakuja duniani. Hapo napo kuna story nzuri nitawaambia baadaye. Sasa hii miamba ya Mars imechunguzwa kweli kweli na tumejua kwamba hii sayari ya Mars ina ukubwa wa miaka bilioni 4.5. Kwa hiyo inalingana na dunia yetu hapa. Dunia yetu na yenyewe ina ukubwa wa miaka bilioni 4. Kwa hiyo hazitofautiani sana. Sasa kulingana na data mbalimbali kuhusiana na kiasi cha chumvi ambacho kipo kwenye sayari ya Mars, tunajua hii sayari ya Mars imekuwa na maji kwa muda wa miaka bilioni 2 tu. Sasa unaweza ukasema miaka bilioni 2 ni miaka mingi sana. Kwa hiyo maisha yanaweza kaanza kujitengeneza, tukapata hadi wanyama complex kama ambao wapo hapa duniani. Lakini tukijaribu kufananisha maisha ya wanyama hapa duniani na maisha ya wanyama ambao tuseme wangekuwepo Mars, inaonyesha kabisa wanyama wasingekuwepo kabisa Mars. Hebu cheki hapa duniani kwetu kuna mnyama anaitwa shark au papa. Huyu ni mnyama ambaye ana miaka mingi kweli, alianza kuwepo miaka milioni 450. Alikuwepo kabla hata ya miti kuwepo. Hii ni hatari. Sasa huyu ndo mmoja ya mnyama ambaye ana miaka mingi kweli hapa duniani na ana miaka milioni 450 tu, hata miaka bilioni 1 hajafikia. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa muda ule ambao Mars ilikuwa ina maji isingeweza kutengeneza wale wanyama complex ambao wapo hapa duniani, kwa mfano shark, lakini pia samaki na vitu vingine, sababu dunia ina umri wa miaka bilioni 4 na wanyama complicated kama shark walianza kutokea miaka milioni 450 iliyopita. Kwa ni hivi karibuni sana. Kwa unaweza ukaona kabisa Mars ilikuwa haina ule muda wa kutengeneza wanyama complex kama dunia iliyokuwa nao, sababu maji ya Mars yalipotea miaka bilioni 2 iliyopita. Kwa hiyo miaka bilioni 2.5 iliyobaki Mars haikuwa na maji kabisa. Kwa hiyo ndio maana wanasayansi wanaamini kwa asilimia kubwa maisha yaliyokuwepo Mars ni maisha ambayo yalikuwa simple kweli, hayakupata muda wa kudevelop na kupata maisha complex kama ambayo yapo duniani, na haya ndio wanasayansi walikuwa wanataka kuyatafuta. Sasa hawa wanasayansi ambao walikuwa nafikiria hivi walikuwa wanatafuta namna ya kuweza kuthibitisha haya yote. Sasa watawezaje kuthibitisha haya yote wakati hawawezi hata kwenda Mars? Lakini kitu wanachoweza kufanya ni kutuma marobot kwenda kwenye sayari ya Mars kufanya uchunguzi, na pengine huenda hata kurudisha sample hapa duniani ili zifanywe uchunguzi kwenye maabara kubwa kweli hapa duniani. Sasa ndipo NASA walianza kutuma robot la kwanza kabisa ambao na lenyewe lilikuwa simple kweli, lilikuwa tu ni kuprove concept kwamba unaweza ukatua Mars na ukafanya hii mission. Jina la hili robot lilikuwa ni Pathfinder na liliweza kutua Mars na kufanya tafiti mbalimbali. Lakini NASA walikuwa wanahitaji robot kubwa kweli ambayo litakuwa na vifaa vya kutosha vya kuweza kufanya analysis mbalimbali za sample ambazo zipo kwenye hii sayari ya Mars na kuweza kujua je, ni kweli maisha yalikuwepo Mars. Sasa robot la pili ambao waliweza kulituma Mars ni hili robot kwa jina la Curiosity. Hili ni robot ambalo lilikuwa liko complex sana sababu lilikuwa na vifaa vingi, lilikuwa la size ya kulingana na gari ndogo, kwa mfano IST hivi,
Hii ndio size ya hili robot, kwa hiyo sio mchezo. Sasa na hili robot liliweza kufanikiwa kufanya discovery mbalimbali na kutufundisha mambo mengi kuhusu sayari ya Mars. Lakini bado wanasayansi walikuwa hajalizika, sababu walikuwa hajapata zile signs ambazo zinaonyesha Mars huenda maisha yalikuwepo. Kwa hiyo njia pekee ambayo walikuwa naamini wanaweza wakapata hizi signs kwamba maisha yalikuwepo Mars ni kuweza kurudisha hizi sample. Kwa hiyo ndio maana wakaandaa mission nyingine, ambayo hii mission kazi yake mahususi itakuwa ni kutafuta maisha yaliyokuwepo Mars, yani tunaita ancient life. Lakini pia hii mission ilikuwa inatakiwa kukusanya sample na kuzitupa kwenye sayari ya Mars na zingine kuwa nazo ndani au kuzitunza ndani, ili siku moja NASA waweze kutuma chombo ambacho kitakusanya hizi sample na kuziweka kwenye rocket, ili rocket iweze kurudi duniani na kuzirudisha hizi sample duniani, ambazo wanasayansi watazifanyia utafiti wa kutosha na kugundua kama kweli Mars maisha yalikuwepo miaka bilioni 3 iliyopita. Na hili robot ambao NASA walilitengeneza kwa ajili ya kufanya hii kazi ni robot kwa jina la Perseverance. Na NASA waliweza kulipeleka hili robot hadi Mars mwaka 2020. Okay, kitu ambacho mimi napenda sana kuhusiana na hili robot ni jinsi gani au style ambayo hili robot iliweza kutumia kutua Mars. Ni style ambayo NASA wanaita 7 minutes of terror, yani entry, descent and landing. Yote inachukua dakika 7, kuanzia kutoka kwenye anga la juu kabisa la sayari ya Mars hadi kufika chini inachukua dakika 7. Na ni amazing sana. Nishawahi tengenezea video hii style ya kutua Mars, ni amazing sana, unaweza ukaicheki. Nadhani mimi niliita dakika 7 za hofu, yani 7 minutes of terror. Sasa hebu niambie, kama wewe ni mwanasayansi na unataka kutafuta maisha yaliyokuwepo Mars miaka bilioni 3 iliyopita, utatafutia wapi haswa kwenye sayari ya Mars? Hebu cheki, ni sayari kubwa kweli, japokuwa sio kubwa kama dunia, lakini ni sayari kubwa sana. Na hichi chombo chako kinatakiwa kutua sehemu moja ambapo kitakuwepo kwa muda mrefu kweli. Kumbuka hiki chombo hakina uwezo wa kusafiri kilomita nyingi sana kwenye sayari ya Mars. Hapana, kwanza kinaenda taratibu kweli. Kwa kinatakiwa kitue sehemu moja ambapo kitafanya utafiti kwa muda mrefu kweli na kuthibitisha kama Mars kweli maisha yalikuwepo miaka bilioni 3 iliyopita. Sasa hebu niambie wewe, hiki chombo utakituisha wapi haswa? Ni sehemu ambapo maji yalikuwepo zamani. Okay, kuna huu msemo ambao huwa wanatumia hao watafiti haya mambo, unasema kwamba ukitafuta maisha fata maji. Na hiki ndio kitu ambacho hawa wanasayansi wa NASA waliamua kufanya. Waliamua kutuisha kichombo sehemu ambapo wanaamini ziwa kubwa kweli lilikuwepo kwenye sayari ya Mars, na hii sehemu wanaita Jezero Crater. Yani hili ni shimo kubwa kweli ambao wanaamini zamani maji yalikuwepo. Lakini pia hili ziwa la Jezero Crater limeunganishwa na mito mingi kweli. Yani kuna mito ambayo ilikuwa inaingiza maji, lakini pia kuna mito ambayo ilikuwa inatoa maji kwenye hili ziwa. Ina make sense kweli kwa hiki chombo cha Perseverance kutua hapa, sababu kama unavyojua mito huwa inatengeneza delta, na delta huwa ni mkusanyiko wa vitu mbalimbali ambavyo vimekusanywa kwa muda mrefu kweli, na ni sehemu nzuri kweli kwa kuangalia kama maisha yalikuwepo zamani. Sasa tangia hili robot la Perseverance limetua Mars, limekuwa likifanya tafiti mbalimbali, likiangalia miamba mbalimbali na kuifanyia uchunguzi, lakini pia ikiona hii miamba ina vitu interesting, inachukua hizi sample na kuzitunza ndani yake. Sasa mimi naona tuishie hapa leo ili niweze kuiedit hii video niweze kuitoa Jumapili, sababu ikiwa ndefu kweli na nikianza kuelezea concept nyingi kuhusiana na namna gani NASA walivyoweza kudiscover huenda Mars maisha yalikuwepo miaka bilioni 3 iliyopita, hii video itakuwa ndefu sana, nadhani dakika kama 40 na kuendelea. Kwa hiyo na sidhani kama watu wanaweza wakaangalia video hadi dakika 40. Hapa nitakuwa nafanya kazi ya kukuchosha wewe, lakini pia kujichosha na mimi ambaye na edit hii video. Kwa hiyo part 2 ya hii video itatoka hivi karibuni, sababu tayari nishairekodi na nishaanza kuiedit. Nadhani kama inatoka Jumapili, part 2 itatoka Jumatano au Jumanne. Haziwezi kavuka hizo siku hapo. Kwa hiyo najua watu wanasema Max waga natoaga ahadi za uongo, lakini hii ni uhakika. Hii ni uhakika guys. Itatoka hivi karibuni, sababu nishairekodi, nishaiedit. Sitaki kutengeza vipolo vingi ambavyo vitanishinda kuvimaliza nikianza kuvifanyia kazi. Kwa hiyo asanteni sana kuangalia hii video. Jina langu ni Jmax the ATG, unaangalia Maxtech TV. Alafu nimekuwekea video mbalimbali hapo za sayansi ya anga za mbali, kwa mfano ile asteroid ilivyokuja duniani na kuharibu dunia na kuua viumbe wengi kweli. Lakini pia kuna video nyingine ya zile 7 minutes of terror, jinsi gani NASA walivyoweza kutuisha hiki chombo kwenye sayari ya Mars. Usiache kulike hii video, lakini pia kutupia comment
huwa najiuliza kwa nini watu watupii comment kwenye hizi video za sayansi, sijui wanakuwa hazielewi. Okay, sijui. Kwa hiyo ni muhimu sana utupie comment, itakuwa ni amazing sana kuipush hii video. Bye bye.